Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Mohamed Mchengerwa ametangaza rasmi kuwa Juni 20 mwaka 2025 ni tarehe ya ukomo wa mabaraza ya madiwani na mikutano ya kamati za kudumu za halmashauri nchini. Mchengerwa amesema hayo jijini Dodoma kwa kutumia mamlaka aliyopewa na Sheria ya Serikali za Mitaa, Mamlaka za Miji sura ya 288 kifungu cha 84A na Sheria ya Serikali za Mitaa, Mamlaka za Wilaya sura 287 kifungu cha 178A ambazo zimetoa mamlaka ya kuvunjwa kwa mabaraza ya madiwani siku 7 kabla ya kuvunjwa kwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa mujibu wa tangazo hilo, Mchengerwa amewatahadharisha wakurugenzi wa halmashauri nchini kutoanzisha miradi au uwekezaji mpya na kubadilisha au kurekebisha miradi, uwekezaji au uamuzi wowote uliopitishwa na halmashauri kabla ya kuvunjwa kwa mabaraza hayo. Kwa kuzingatia mamlaka aliyopewa waziri mwenye dhamana kwa mujibu wa sheria, tayari nimekwisha saini notisi 2 zinazohusu kuvunjwa kwa mabaraza ya madiwani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Notisi hizo ni pamoja na notisi ya kuvunjwa kwa mabaraza ya madiwani katika mamlaka za wilaya ya mwaka 2025. Na notisi ya pili ni notisi ya kuvunjwa kwa mabaraza ya madiwani katika mamlaka za miji ya mwaka 2025. Notisi hizi zinatarajiwa kutangazwa kwenye gazeti la serikali siku chache zijazo, na zinaelekeza kwamba vikao vya halmashauri na kamati zake zinapaswa kuwa zimekoma siku 7 kabla ya kuvunjwa kwa bunge hapo tarehe 27 mwezi Juni 2025. Kwa mantiki hiyo, vikao vya halmashauri na kamati zake zinapaswa kuwa zimekoma ifikapo tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025. Kufanya kikao chochote cha halmashauri au kamati yake baada ya tarehe hii itakuwa ni kukiuka notisi hizo, kitendo ambacho mtendaji mkuu wa halmashauri ambaye ni mkurugenzi wa halmashauri atapaswa kuwajibika. Kwa kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatarajiwa kulivunja Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 27 mwezi Juni mwaka 2025, mabaraza yote ya madiwani yanapaswa kuvunjwa rasmi ifikapo tarehe 20 mwezi Juni mwaka 2025, yaani tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025. Maelekezo ya kisheria na utaratibu baada ya kuvunjwa kwa mabaraza ni kama ifuatavyo. 1. Kamati zote za halmashauri zinasitishwa rasmi kuanzia tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025 hadi pale uchaguzi mpya wa madiwani utakapofanyika. Lakini 2, masuala yote ya kiutendaji katika halmashauri yatasimamiwa na mkurugenzi wa halmashauri ambaye atakuwa mwenyekiti wa halmashauri kwa kipindi cha mpito, akisaidiana na wakuu wa idara kama wajumbe wa kamati. Lakini 3, mkurugenzi wa halmashauri hata ruhusiwa kufanya mambo yafuatayo: 1, kuanzisha miradi au uwekezaji mpya. Lakini 2, kubadilisha au kurekebisha miradi, uwekezaji au uamuzi wowote uliopitishwa na halmashauri kabla ya kuvunjwa. Lakini 4, ni matumizi mabaya ya mamlaka au kutotekeleza kwa ufanisi majukumu ya utawala kwa mujibu wa notisi hizi kutamfanya mkurugenzi kuwajibika binafsi kwa mujibu wa sheria. Lakini 5, mkurugenzi wa halmashauri atawasilisha taarifa ya maamuzi na mwenendo wa vikao vya management
vilivyofanyika wakati wa kipindi cha mpito katika kikao cha kwanza cha baraza jipya la madiwani baada ya uchaguzi. Wito kwa wananchi na wadau wa maendeleo. Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa inatoa wito kwa wananchi kote nchini, viongozi wa serikali na watendaji wote wa halmashauri kushiriki kikamilifu katika kipindi hiki cha mpito kwa kuzingatia utawala bora, maadili ya utumishi wa umma na kufuata sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Aidha, nichukue fursa hii kama waziri mwenye dhamana wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, nikiwa kama msimamizi mkuu katika eneo hili, nitoe pongezi na shukrani za dhati kwa waheshimiwa madiwani kote nchini wanaokwenda kumaliza muda wao wa uongozi ifikapo tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025. Tunawapongeza kwa mchango wao mkubwa na ushiriki wao katika shughuli mbalimbali za maendeleo ya mamlaka za serikali za mitaa katika maeneo yao. Ninawapongeza sana na kuwatakia kila laheri katika chaguzi zinazokwenda kuanza hivi karibuni. Asanteni kwa kunisikiliza.